Pastor Isaya, karibu sana kwenye kipindi chetu cha maisha ya kusudi. Aya, ni furaha yetu kwamba umeweza kuitikia mwito wetu. Pastor Isaya, kuna kitu kinaitwa neno la mwaka ambalo mara nyingi linatolewa sana na baba zetu wa kiroho ama watumishi wa Mungu wa taasisi mbalimbali za kidini kila ifikapo mwanzo wa mwaka. Unafikiri kuna uhusiano wowote wa utimilifu wa hili neno la mwaka na kuishi kwa mtu kusudi lake? Yaani mtu kuishi kusudi lake, kuna uhusiano wote na utimilifu wa neno la mwaka ambalo huwa tunatamkiwa? Ama unafikiri kwamba neno lile huwa linatokea tu hata nje na mtu kuishi kusudi lake? Okay, of course kuna uhusiano kwa sababu kanisa ni chombo cha kutimiza makusudi ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, anasema nasi tunajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao walioitwa kwa kusudi lake. Sasa kusudi lake ni lipi? Ni lile ambalo alishawaambia watu tokea awali. So moja kati ya kusudi la kanisa ni ku advance kiwango cha mtu kwenye utendaji wake wa kusudi. Maana yake mtu akiwa hajaokoka atatumikia kusudi lake, lakini kuna kiwango ambacho mbingu zinakitamani ambacho ni kiwango cha kutumika katika namna ya ufalme wa Mungu. Sasa wanapotamka lile neno la mwaka huwa lina makusudi mengi kwenye maisha ya mtu. Kwanza ni neno ambalo pia linatoa mwanga kwenye mwaka husika. Lakini kama unavyojua pia kuna kanuni ya kawaida kwamba matokeo ya vitu vyote unavyojua vilitokana na neno. Kuna nguvu ya kutamka. Na mtu anapoambiwa huu ni mwaka labda kwenye ABC tunasema kwamba ni mwaka wetu wa kuburudishwa. So mtu anaingia na mindset ambayo ina ujasiri zaidi. Kwa kiasi kwamba hata akiingia kwenye biashara au akiingia kwenye shughuli yoyote hawi na hofu kwamba anaweza nikafeli. Lile neno linakuwa limempa mwanga, anaona vizuri, kuna ujasiri anao. Kwa neno la Mungu linakuwa linamtia nguvu. Yale matamko ni muhimu sana na ni muhimu. Na huwa pia hata wataalamu wanashauri kwamba hata kama mtu hajaokoka, hana mchungaji wa kumtamkia, ni vizuri mtu kujitamkia mambo mazuri. Ni vizuri mtu kujitabiria mwaka wake uendeje. So our lives follows direction of our words. Maisha yetu yanafuata mielekeo ya matamshi yetu. So, okay. Okay. Sasa unafikiri kwamba watu wanajua hicho kitu? Kwa sababu mimi kwa ninavyoona ama nilivyofuatilia watu wengi huwa naona tu akishatamkiwa lile neno basi mtu anajua kwamba tayari nimetamkiwa neno, lakini sasa nikafanye nini ili liweze kutokea? Huwa sioni kama kuna watu labda wanafuatilia sana kutaka kujua kwamba mtu afanye nini ili lile neno liweze kuleta matokeo, kwamba watu wanauelewa kiasi gani kwamba ni lazima nifanye kitu sasa, kitu ambacho nina uhakika nacho kwamba Mungu anataka nifanye hichi ili lile neno ambalo sasa nimetamkiwa liweze kutimia. Kuna huo uelewa kwamba watu wanao? Of course sio watu wengi wanafahamu, na ndio maana kama wangekuwa wanafahamu wote basi matokeo yangekuwa makubwa. Kwa sababu lazima ufahamu neno lote la unabii linalomhusisha mtu lazima lina wajibu ndani yake. So mtu asipofahamu kitu cha kufanya kwenye kilichotamkwa, still maisha yake yanaweza kubaki vile vile. Unajua ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Mwanzo, nadhani ni sura ya 14, Ibrahimu anaoneshwa maono, anaambiwa utakuwa na watoto, alafu hao watoto watairithi nchi hii ambayo wewe unaikalia. Lakini kabla hawajairithi watakaa kwenye utumwa muda wa miaka 400 tu. Lakini unaona kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 wale watu wamekaa miaka 430, kwa sababu Musa aliyetakiwa kuokoa hakuwepo kutimiza wajibu wake. So maana yake kwamba pamoja na matamko ambayo huwa yanaamsha roho zetu, lazima tujue kusikiliza sauti ya Mungu ndani yetu na tutaka tufanye nini pia. Na Mungu ni rahisi tu, anazungumzaje na sisi? Kitabu cha Filipi sura ya 2 mstari wa 13 anasema Mungu anazungumza kupitia kutaka kwetu na kutenda kwetu. Yaani kuna shauku mtu anayo ambapo akiangalia anagundua ile shauku inamsukuma kwenye kuboresha jamii yake. Ile shauku kile kitu akikifanya anajua kabisa kitampa Mungu utukufu, alafu mtu anafahamu kwamba hiki kitu kitayainua maisha yangu. So mawazo ya hivyo huwa yanakuja kwa watu wengi, ila hawajui kwamba hayo ndio Mungu anataka wafanye. Yes, ndio yanashirikiana na ule unabii kubadilisha maisha yao. Okay. So mtu asipofahamu hiyo principle, maisha yake yanabaki vile vile.
Unajua mimi kuna kipindi nilikuwa nikifikiria kwamba watu wengi, yani kwamba yani ni shauku yangu tuseme kwamba huwa napenda sana kuona watu wanajifunza kutokana na kuona. Lakini sasa nimekuja nikifuatilia watu wengi wanasema kwamba watu wanahitaji kukumbushwa sana. Yani mtu anahitaji sana ambiwe sana ndo aweze kuweza kufanya kile kitu ambacho unatamani kwamba afanye hata kama kwa kuona tu. Sasa unafikiri watumishi wa Mungu ambao wanatutamkia haya matamko ya kila mwaka wana nafasi yote katika kuhakikisha kwamba wanawakumbusha sasa hawa waamini wao kwamba ili neno basi liweze kutokea ni lazima ufanye 1 2 3? Kuna hicho kitu huwa wanakifanya ama wanapaswa kufanya hivyo ama ni basi tu wao kazi yao ni kutamka hivyo? Ukisoma kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, sasa watu wangu wanaangalizwa kukosa maarifa. Anasema kwa kuwa umesahau sheria yangu mimi nitawasahau watoto wako. Binadamu yeyote hata kama ni kuwa na kawaida ya kusahau. So maana yake moja ya jukumu la wachungaji ama viongozi wa kiroho ni kukumbusha mara kwa mara. Ni kuzungumza. Na ndio maana unaweza kuona maandiko ni yale yale yameandikwa lakini yanazungumzwa mara kwa mara. Lengo ni kutengeneza mtu awe anayakumbuka, awe aware muda wote. Awe yakae kwenye tafakari yake ili aweze kuyatumia. Uone kama ni kuwachosha watumishi wa Mungu. Yaani kama mtu ameshakufundisha kitu, Pastor Isaya, wewe umeshanifundisha kwamba mwanangu unatakiwa uende katika njia hizi 1 2 3. Sasa na mimi tena ningoje tena kesho uje unifundishe, uje unikumbushe mwanangu 1 2. Uone kama ni kuwachosha wachungaji. Of course kwenye study ya malezi uchungaji sasa tuna aina mbalimbali za watu. Sio watu wote wanaweza kujiwajibikia kila muda na wakakumbuka. Unajua kuna watu wengine wanaingia kanisani haandiki chochote. Lakini mshirika yupo haandiki. Ila mchungaji anazungumza yeye haandiki. So huyu mtu hana namna nyingine pia ya kuweza kujikumbusha. Lakini mimi nina uzoefu wangu binafsi ambao nafahamu kuna wakati niliwahi kuwa na uhitaji sana wa kwamba nisikie mchungaji anazungumzia kitu fulani ambacho aliwahi kukizungumzia. Ndio kukikumbuka lakini ninashindwa kwa sababu sijawa mfuatiliaji. So unaona hata hii tuna rekodi hapa ni kumbukumbu inawekwa ili mtu aje aiangalie tena. So lakini kwa wachungaji pia siwezi kusema kwamba wanachoka. Ila natamani kumwamsha mshirika mmoja kwamba ama muumini mmoja kwamba ni wajibu wake kujikumbusha na kufuatilia neno la Mungu mara kwa mara. Lakini mchungaji kama mchungaji ambaye ana nia ya kweli, mwenye upendo wa kweli hawezi kuchoka kwa sababu hicho ndicho kilichomfanya awepo pale kama mchungaji, kuwakumbusha watu. Ndio maana inamata sana una mchungaji wa aina gani, inategemea itaamua pia utaishi maisha gani. Okay. Yeah. Sawa. Kitu kingine Pastor Isaya ambacho nimekiona pia kwa watu wengi ni ile kwamba yani kwamba mtu ndio nimetamkiwa neno na baba yangu, ninasubiri sasa kuona ule utimilifu wa hili neno. Yani unakuta mtu amekaa tu ana chochote, yani ana chochote cha kusema kwamba labda nifanye hivi, pamoja na kwamba labda mtu ameshaambiwa kwamba fulani ili basi hili neno liweze kuleta matokeo kwenye maisha yako unatakiwa ufanye 1 2 3. Sasa unakuta mtu pamoja na kuambiwa lakini mtu bado amekaa. Unafikiri watu kama hao tuwasaidieje? Yani kwenye kipindi kama hichi 2026 ambacho tunatamani maneno ambayo tumetamkiwa tuweze kuyaona kiuhalisia. Yani itoshe basi kuona kwamba kila mwaka tunatamkiwa maneno, kila mwaka tunatamkiwa maneno tunaona yatokee. Basi 2026 uwe ni mwaka ambao utakuwa ni mwaka wa tofauti ambao utaleta uhalisia wa lile neno ambalo tumetamkiwa. Sasa watu kama hawa tunawasaidiaje ama tunawabebaje? Cha kwanza kabisa lazima mtu afahamu aliumbwa na ubongo na aliumbwa ndani yake amewekewa vitu. Hautafundishwa kila kitu. Na sio kile kinachofundishwa tu kinatosha kugeuza maisha yako. Ndani ya mtu lazima mtu aangalie ndani yake yeye aliumbiwa nini. Yale maelekezo unayopewa na mchungaji kanisani una platform yako ya kuyafanyia kazi. Hiyo platform inaitwa eneo lako la kusudi. Kuna mtu mwingine ambaye tunaweza kufundisha kitu kile kile lakini yeye akagundua mawazo yake yanafungua kwenye biashara. Sasa asijaribu kuniiga na mimi nimwambie bwana mimi labda kwa vile ni mchungaji naona nianzishe tawi lingine. Na yeye anataka kuanza hivyo, hapana. Kila mtu aliumbwa kwenye kitu ambacho ni eneo lake la nguvu. Mwingine akipita mahali akiona uwanja plain anaona hapa naweza nikafanya ujenzi, labda nikafanya uwekezaji wa zile nyumba za kupangisha. Mwingine akiona hilo eneo anaona mbona kama tunaweza tukalima hapa, kwani hali ya hewa ikoje? Kwa sababu huyu mtu amesukwa
kudili na masuala labda ya kilimo, mwingine ni masuala ya biashara. Kwa kila mtu kwenye eneo lake kuna zile shauku ambazo zinakuja ndani. Hizo shauku zinaelezea sana wewe ni nani. Yale maswali mtu ambaye amejaza sana kwenye ufahamu wake, kwenye moyo wake, yanayomsumbua yale yanamtafsiri sana yeye ni nani, na hiyo itaamua atumieje maelekezo anayofundishwa na neno la Mungu. Kwa sababu Biblia ni moja, mhubiri anaweza kuwa mmoja, lakini tunavyolipokea neno la Mungu mitazamo yetu ni tofauti kulingana na jinsi tulivyosukwa. Okay. Kwa neno lile ndio maana kwa mfano wewe labda ukiwa unasoma labda nimtolee mfano mtumishi wa Mungu Pastor Chilambo kwamba yeye ni mtu ambaye anapenda masuala ya biashara. Mimi niliwahi kushangaa wakati fulani anaweza kunifundisha kupitia kitabu cha Mwanzo, anifundisha masuala ya biashara. Ananionyesha biashara kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, eti hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Hapo anafafanua na unapata biashara. Lakini sasa mimi nikiona pale, mimi naona tofauti kwa sababu nilisukwa tofauti. So watu warudi kujifahamu wao kabla hujafahamu chochote. Okay. Wajifahamu kwanza wao kabla hujafahamu chochote. Yes. Sawa, wewe ni mchungaji. Unafikiri uliwezaje kujua kwamba wewe ni mchungaji? Ulitumia njia gani mpaka kujua kwamba wewe ni mchungaji? Sawa. Of course, kifupi niseme kwamba mimi nilijua ni mchungaji. Zipo njia kadhaa. Njia ya kwanza, nina njia mbili hapa. Njia ya kwanza ni niliangalia sana ndani yangu. Kuangalia ndani yangu. Kuna muda mwingi ambapo nilikuwa nikikaa peke yangu, nikiwa najiwaza mimi bila unafiki. Kiachana na njaa kwamba ninatafuta pesa na nini, kitu gani ninapenda haswa kifanyike. Of course mimi hata ningekuwa na pesa zote, siwezi kuacha kuchunga. Yaani ninawashwa. Kwa hiyo najikuta nina shauku hiyo. Kuna mtu mwingine anawashwa, yeye hawezi kuacha biashara. Yaani mmeitisha tu kakusanyiko kidogo amebeba zake kalanga. Sasa kuna wengine ambao anasikiaga hizo shauku ila yeye ananyamazisha. Sasa mimi tofauti yangu na huyo mtu ni kwamba mimi nilikuwa mwepesi kutii ule msukumo. Nikisikia kuhubiri na hubiri hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nafahamu hivyo. Lakini unasoma kwenye kitabu cha, nadhani ni kitabu cha Mwanzo sura ya 32 nadhani mstari wa 24, anasema kwamba Yakobo akakaa peke yake. Hapo alipokaa peke yake mtu mmoja kashindana naye. Muda wote mtu anapokaa peke yake, sasa ile kukaa peke yake inaweza kawa ni muda wako na Mungu. Kipindi cha upweke ambacho ukiangalia unagundua hayupo anaweza kukusaidia. Unagundua hakuna namna unaweza kupata masuluhisho ambayo unayahitaji. Ule muda unaotumia kukaa peke yako na kuamua kusema Mungu ndiye msaada wangu peke yake. Mungu anatokeaga sana watu pale kuambia wao ni akina nani. Tunamwona pia kwenye kitabu cha Waamuzi, Gideon sura ya 6 ile mstari wa 12. Gideon amekaa peke yake anapepeta ngano. Kichwani ana maswali. Mungu anamtokea pale kwa njia ya malaika, anamwambia Bwana yu nawe, shujaa. Lakini pia tunaona Israeli pale, yule Yakobo anaambiwa wewe hutaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. So utambulisho wetu umejificha sana kwenye mambo yanayotoweka peke yetu. Ni mangapi ambayo wewe ukifikiria bila ushawishi wa nje unaona hivyo. Lakini jambo la pili lilonisaidia kufahamu kusudi ilikuwa ni walezi wa kiroho. In fact huwa wanafanya confirmation yani ya kile ambacho wewe kinachokisikia ndani. Kwa shangaa kuna mtu mwingine ana mashaka kwamba mimi nitakuwa ni mchungaji kweli. Lakini ukikutana na mchungaji mzuri, ukikutana na mtumishi wa Mungu mzuri, akikulea, wengine wapo wana uwezo wa kulea vitu vya watu, akikulea akakusimamia, ana uwezo wa kukwambia. Mimi kuna watu wengi ambao nimekutana nao nikawaambia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nikajua wewe navyokuona una jambo hili. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. So unashangaa wengine pia alikuwa anatamani kitu fulani lakini hajiamini kwenye hicho kitu, ila akathibitishiwa, akatengenezwa mpaka akaonekana mtu anayeonekana kwamba yuko kwenye eneo lake la kusudi. Okay, sasa tufanye hivi. Mimi sasa kwani kuna ulazima wowote wa kwamba mpaka mtu labda atambue hilo kusudi lake, ama sijui aishi ama apate watu wa kumsaidia, sijui atumie process zote hizo, mtu yuko na maisha yake labda 2026 hapo kashajipangia zake, niko labda hapo
labda mtu anaona kwamba kuna mpenyo fulani ambao mimi ninaona naweza nikauendea na ukaniletea matokeo, kuna ulazima wote mpaka mtu mimi nihangaike kutafuta kujua makusudi yangu? Labda mtu mwingine anaweza kakaa hapo, mimi tayari katika umri huu labda nimeshakuwa mzee, ama mwingine anasema mimi na utoto wangu huo, kama ambavyo tuliona kitabu cha Waamuzi, mtu kama Gideon kwamba anajiona yeye mtoto, na mtu kama Yeremia anajiona watoto, kwamba mimi ya nini nihangaike na maisha ya kusudi, ama nihangaike na kusudi wakati ninaona kabisa kuna vyanzo ama kuna kitu ambacho ninaona kabisa yes naweza nikapata kipato. Kuna ulazima gani wa mpaka mtu angangane kuyajua yoyote wakati kabisa anaona kuna mpenyo? Nitaitumia hapa kwenye kujibu hili swali. Wa kwanza, lazima, niliwahi kusikia mtu mmoja anasema kwamba hatuishi ili tule. So mara nyingi watu wanaoishi kwenye maisha, yani ambaye kila anachopambana ni ili yale, huyu mtu hayupo kwenye viwango sahihi vya Mungu. Ndio maana Biblia inasema msisumbukie mle nini mnywe nini. Unaelewa? So mtu ambaye hivi ndio focus ya utendaji wake, huyo mtu anaishi chini ya kiwango na hawezi kuwa mtu wa maana. Kwa hiyo kusudi alihusiani na masuala ya kula kunywa, alihusiani isipokuwa lina provision ya kumsaidia mtu kupata hivyo vitu. Yaani ukishaanza kulitumikia kusudi, focus yako haiwi haswa kula na kunywa. Lakini katika kutumika utajikuta unakunywa. Jamani sikilizeni sana. Lakini pia Bishop Gwajima aliwahi kusema moja kati ya hatari kwamba ni hatari sana. Hatari sio kufa. Hatari ni kuishi katikati ya watu wanaokufa ukiwa hujui kwa nini unaishi. So watu ambao hawajafahamu kwa nini wapo duniani. Na Miles Monroe aliwahi kusema kitu kimoja, akasema kwamba when the purpose of something is unknown, then misuse is inevitable. Sawa. Kama kusudi la kitu lisipojulikana, matumizi mabaya hicho kitu hayakwepeki. Kwa lugha nyingine, yeyote asiyejua kusudi, anajua wajui anatumia vibaya. Okay, kwa hiyo pamoja na kwamba labda mtu anaona kwamba kuna njia nyingine ambayo anahisi kwamba inaweza kumpatia utoshelevu ama inaweza kumpatia kipato, bado yuko nje. Yaani hakuna namna atakwepa. Yaani huwezi kukwepa haso kama haujui kusudi. Yaani kuna namna tu mwanadamu aliumbwa ni kama samaki. Samaki kambale ana uwezo wa kukaa nchi kavu. Samaki kambale. Kambale ana uwezo wa kukaa nchi kavu kule kwetu Mbeya, maeneo fulani ni wengi. Sasa wale kuna msimu labda vile vidimbu vinakauka. Wana uwezo wa kukaa pale. Lakini pia kama konokono pia wana uwezo wa kukaa kipindi ambacho hakina mvua. Lakini kikawaida samaki aliumbwa awe majini. Maisha anayoishi akiwa pale kwenye mahali pakavu, ni kweli ataonekana anapumua na anaendelea yupo, lakini ukweli furaha yake kubwa ingekuwa kwenye maji. Bwana Pastor Isaya, usitufanyie hivyo. Unajua kuna watu wako na watu. Mtu ana mzee wake huyo hapo, ana provide kila kitu. Yaani yeye sasa ya nini yeye kwanza hangaike tena kutafuatilia mambo, sijui nianze kutafuta kwamba na mimi nianze kujitegemea kati kuna mtu ana provide kwa ajili yangu. Kiufupi niseme tu ambaye hajui kusudi basi hajui raha pia, kwa sababu kuna aina ya amani na utoshelevu wa mtu kuwa kwenye eneo lake. Nyani anajisikia vizuri kuwa kwenye miti. Unataka kuniambia ndio maana hata ukimtoa ukampeleka mahali pengine akaona miti tena ataikimbilia. Unataka kuniambia kwamba wale watu ambao wanaishi kwa kutegemea labda kuna provide ambazo wanazipata kutokea kwa wazazi ama kwenye vyanzo vingine, kwamba wale hawana amani? Of course kuna amani za aina mbili. Kuna amani ambayo inatokana na happenings, vitu vinavyotokea. Lakini amani ya kweli haitaki kuendeshwa na mazingira. Amani ya kweli huwa inatoka ndani ya mtu. Na hii ya ndani ya mtu inasababishwa na vyanzo vikubwa viwili. Cha kwanza ni mahusiano ya mtu na Mungu. Na ndio maana unashangaa mtu akiokoka anakuwa na amani. Lakini cha pili ni mtu kutumikia kusudi. Nje na haya mambo mawili, hii amani ya ndani mtu hataipata. So maeneo haya mawili ndio maeneo ya amani ya kweli. Sawa. Kama haupo kwenye kusudi, either uwe deep sana na Mungu, utapata hii amani ambayo inaweza kukufanya sasa uishi maisha yenye utulivu. Na ndio maana unaweza kushangaa kuna mtu mwingine ambaye hata leo tukimpa taarifa fulani, tukampa taarifa mbaya, ana uwezo wa kupata pressure akafa. Lakini mtu ambaye yuko kwenye kusudi, yuko vizuri kwenye kusudi na eneo lake vizuri, anakuwa na utulivu fulani wa ndani ambao unamsaidia kuhandle situation zote za nje. Usipojua kusudi ni rahisi kukata tamaa. Usipojua kusudi ni rahisi kuchoka. Watu wanajinyonga kwa sababu hawafahamu kusudi, hawafahamu sababu kwa nini wapo. Ukijua sababu iliyokuweka, utaelewa kwa nini unatakiwa uendelee kuwepo. Kwa hiyo zipo sababu nyingi na yako mambo mengi, lakini
kiufupi tu niseme kwamba kuna raha ya mtu kujua kusudi, na raha yake ni ile amani ya ndani na furaha ya ndani ambayo mtu ataipata baada ya kulitumikia kusudi lake. Na safi kabisa. Na Mungu anatutegemea zaidi ili tuweze kuishi makusudi yetu, kwa sababu kati ya vitu ambavyo tunapaswa kujua ni kwamba hakuna kitu ambacho kipo tu ili mradi kipo. Kwa hiyo kama wanadamu unaweza kukuta labda mtu ametengeneza kifaa chake fulani hivi alafu amekipeleka sokoni. Yule mtu sio kwamba aliamka tu asubuhi akatengeneza kile kitu akakipeleka sokoni. Ni mpaka kwanza aliona kuna uhitaji wa kile kitu ambacho amekitengeneza ndipo akaweza akakipeleka sokoni. Sasa kama iko hivyo kwa wanadamu, basi kwa Mungu ni zaidi. Mungu hawezi kumuumba mtu tu ili mradi amlete duniani. Aliona kwanza kuna uhitaji ndipo akaweza kumuumba Isaya kuja kuwa mchungaji, ndipo akamuumba Mary kuja kuwa mwali. Sawa, ndipo akamuumba Mary, sawa hivyo akakuja kwa mwalimu. Lakini sasa tunachoweza kumwambia huyu anayetutazama ama anayetusikiliza ni kwamba kujua kusudi ama kutambua kusudi lako katika kipindi cha mwaka 2026 ni jambo muhimu na ni la muhimu sana, kwa sababu litakusaidia wewe kuweza kuishi yale maisha ambayo ni maisha makamilifu, maisha ambayo Mungu amekukusudia uyaishi. Neno la Mungu Isaya nimekumbuka kwenye kitabu nafikiri cha Luka sura ya 2 kama sikosei mstari wa 42 na 7. Linasema kwamba na mtuma yule 12:47 asiye ayajua mapenzi ya Bwana wake na siyafanye na kuyafanya atapigwa sana. Unaona, kwa hiyo kumbe kuna kupigwa tena huko baadaye na Mungu, hata kama sio mbinguni tu basi na duniani. Yes, of course tapigwa na maisha. Lakini mtu anayetumikia yuko kwenye kusudi. In fact hapo kwenye huo mstari kwa watu wa aina mbili. Kuna mmoja ayajuae mapenzi ya Bwana wake. In fact kwenye jamii yetu kuna wasiojua. Sasa huyu anajua. Kuna watu pia wanajua. Kwa mtu anaweza akajua na bado akaenda kaishi kitu kingine kabisa. Bado anaendelea kungangania kwa sababu anafikiri labda mwingine hajaumbiwa kwenye eneo la ajira. Anatakiwa aanzishe kitu cha kwake, aajiri wengine. Ila anakaa kwa sababu anatafuta security sana. Biblia inasema mtu wa aina hii pia atapigwa sana. Anasema kwamba mtu akishajua nini kinachompasa, kinachofuata ni maandalizi. Sawa sawa. In fact so una complication. Ukishajua kitu fulani, tafuta wenzako labda kwenye hilo eneo waliokutangulia, ujifunze, ujiandae. Ukiandaliwa ni rahisi sana kuliendea hilo jambo ambalo labda ulikuwa unaliogopa kwa muda mrefu. So watu wengi kwa mfano wengine wameshindwa kuacha ajira ambazo Mungu aliwaambia waache kwa sababu ya ubutu, yani kukosa maarifa. Unajua kitabu cha Mithali sura ya 10:17 chuma ikiwa hakipati na wala mtu afanye bidii kukinoa, basi hana budi kutumia kwa maana yake wanatumia nguvu zaidi kutoka na acheje hajasoma vitabu vya waandishi mbalimbali, watumishi wa Mungu mbalimbali ambao wamekuwa wakiandika, labda kuwasikiliza watumishi wa Mungu. Kwa mfano labda ukimsikiliza mtu kama baba yetu Askofu Kabigumila, Dickson Colonel Kabigumila, ukasoma vitabu vya watumishi wa Mungu kama kina Joel na Nauka, unagundua mle wameelekeza njia za namna ya kutoka hapo. Lakini pia sio hivyo tu, kuna wengine ambao tuliacha ajira. Mimi nilikuwa mwalimu kabisa lakini niliacha. Swala la niliwezaje ndio swala la anayehitaji akuulize. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo watu wanatakiwa kufahamu. So lakini baada ya maandalizi mtu anatakiwa kutenda. In fact utaki kuruka hii process ya maandalizi. Kuna kamuda ambako utakuwa underground, utafahamika na mtu, utakuwa na matokeo, unahitaji tu uvumilivu. Hicho ni kipindi cha maandalizi. Na unapoandaliwa hauandaliwi tu kimaarifa, unaandaliwa pia moyo wako, utalazimika kupitishwa kwenye experience fulani ili Mungu ajipatie mtu fulani. Unao kwa mfano Yusufu, kusudi lake labda ni kuokoa mataifa na dunia kupitia hekima yake ya kuweka akiba kwenye taifa la Misri. Lakini unaona kwamba nadhani kwenye sura ya 41. Kwa hiyo unaona kwamba huyu mtu mpaka kufika pale alikuwa mpaka kwenye kilele cha kusudi lake. Kilele, nasema kilele. Utimilifu ule. Yes, kwenye utimilifu. Mpaka kufika kwenye kilele kuna mambo mengi ameyapitia. Nadhani kama sio kitabu cha Zaburi anasema kwamba ile ahadi ya Mungu ikawa inamjaribu. So kuna zile yale majaribio yatakuwa yanakuja. Kwa sababu kusudi lenyewe huwa linakuja na moja kati ya kitu linabeba ni vision, maono. So maono ndio yanaitwa ahadi yenyewe sasa. Kwa sababu kishajua tu kusudi,
kuna picha ya maisha yako utakuwa nayo ambayo hukuwa nayo kabla. Sawa. Sasa ile picha unapotamani kuifikia, kuna mchakato utakuwa unaupitia. Huu mchakato ni wa maandalizi kwa ajili ya manifestation itakayokuja kutokea baadaye. Okay. So unahitaji kujua kusudi, kujiandaa na kuanza kulifanyia kazi. Okay. Kuna umuhimu wote wa kuwa na watu sahihi kwenye kuishi kusudi? Wow, that is great point. Kwenye kuishi kusudi. Sasa natamani sana mwaka huu, yani tamanio langu ni kwamba mwaka huu watu wengi waishi kile ambacho Mungu amekusudia waishi, kwa sababu imechosha kuona kwamba watu wengi wanabatisha sana kwenye maisha. Yani hicho ni kitu ambacho kipo na kimeendelea kuwepo. Sasa ili tutoka hapo, tamanio letu ni kwamba watu wanaotutazama ama wanaotufuatilia tuone kwamba kuna mgeuko ama kuna badiliko. Tuone watu wanaanza kuishi na kuchukulia serious kwamba waishi sawa sana kile Mungu ambacho anatamani waishi. Sasa nini umuhimu wa kuwa na watu labda kwenye kulitumikia kusudi la kuumbwa kwa mtu? Wow. Lazima niongee mambo mawili. Cha kwanza kabisa lazima ufahamu. Kusudi lolote la kiungu au niseme maono ya kiungu hayatimizwi na mtu mmoja. Huwa yanategemea mifumo. Na mifumo inahusisha watu. Na ndio maana ili utimizwe kusudi sometimes utahitaji walezi, wasimamizi. Hao watu uwaheshimu sio kama watu bali kama mifumo. Hicho cha kwanza. Na cha pili nitatoa mfano. Kitabu cha Mwanzo sura ya 24 mstari wa 60. Ndio. Huyu ni Rebeka. Wakati anaenda kuolewa kwa Isaka. Hapa ndugu zake wanambariki na wazazi wake wanambariki, wanamwambia ndugu yetu ukawe mama wa 100, ukawe mama wa 1000, ukawe mama wa watu wengi. Unaona? Sawa. Huyu ni mtu ambaye anatamkiwa baraka hapa na watu. Lakini ukienda kwenye sura ya 25 mstari wa 21, huyu Biblia inasema Isaka akamwomba Mungu kwa ajili ya tumbo la Rebeka. So mtu anaweza kawa na baraka ila akikutana na mtu ambaye sio sahihi, hata ile baraka haifanyi kazi. So unajua inamata sana ni nani tunaambatana naye. So unaona huyu hichi kitu cha utasa kwao kilikuwa hakipo, na ndio maana alibarikiwa. Kwa baraka nayo. Kwa ukiwa na baraka angalia unaambatana na nani. Kwa sababu pamoja na kwamba Mungu huwa anatuma watu, akiona wewe ni wa thamani na una kitu cha thamani, anatuma watu. Sawa. Sasa sisemi Isaka alikuwa ametumwa na shetani. Hapana. Alikuwa ametumwa na Mungu, lakini kuna kitu tunataka tujifunze hapa. Nataka uangalie kwa mlengo wa mahusiano tu. Kwamba huyu Rebeka ambaye yeye tumbo lake lina baraka za kuzaa. Amefika kwa Isaka, ni kwa Isaka ambaye unakumbuka Isaka ametoka na yeye ni mtoto wa uzeeni. Kumbe swala la utasa lipo kwenye bloodline ya kwao ya kina Isaka. Kwa kuwa ameolewa kule na yeye anasumbuka kuzaa. Kwa sababu baba yake Isaka pia ambaye ni Ibrahim alisumbuka kuzaa. Kwa hiyo ambatana na nani ina mata sana. Lakini pia kitabu cha Mithali 13 nadhani 20 anasema kwamba enenda na wenye hekima na utakuwa na hekima. Sasa hapa lazima pia mtu afahamu kwamba sio kila mtu wa kwenda naye. Yes, kuna watu ambao unapaswa kuwekeza nguvu zako kwao na kuna watu ambao unapaswa kuwaweka kwenye level ya kawaida. Kwa mfano, mimi kwenye maisha yangu ya kusudi watu wamekuwa na mchango mkubwa sana, especially labda nikitaka kuzungumzia walimu, walezi, wahubiri. Kwa sababu mimi ni mhubiri, ni mchungaji, mimi huwa nasikiliza sana wachungaji. Ukiingia kwenye simu yangu utakuta movie hata moja. Kwa sababu mimi sina mpango wa kuwa mtengeneza movie. Sasa Pastor Isaya unataka kuniambia hivyo si ni vitu vya kuburudisha? Kwa nini mtu asiwe na ka movie kidogo akawa na labda na ka muziki ka bongo flavor kidogo? Kwa nini asiwe nako? Yaani hivyo ni vitu vya kuburudisha, yani tuseme. Vinaathiri vipi kwani vitu kama hivyo? Tuna muda mfupi, yani hatuna muda wote. Kwa hiyo kama utatumia dakika zako zingine kwenye comedy, inategemea na kiwango chako cha kujitambua kwenye hilo kusudi. Wanasema wana refresh. Kurefresh. Na mimi kurefresh niliwahi kujifunza mara wakaniambia kurefresh ni kufanya kitu rahisi zaidi ya kile ambacho kilikuwa kigumu. Kwa sababu matumizi ya muda yako kwenye sehemu tatu. Kuna kutumia, ukitumia hapa muda urudi na haukuzalishi faida ya kudumu. Ni kwa ajili ya leo. Mfano kula, kupika, lakini pia kuna kupoteza muda. Kupoteza muda ni kufanya chochote kisicho kujenga ambacho mwisho wa siku kitakuletea hasara. Lakini kuna kuwekeza muda. Sasa watu wa kusudi ni wawekezaji wa muda. Sawa. Na si struggle kutokuangalia comedy kwa sababu nina vingi vya kunifresh. Na ndio maana nimekuambia kuna hii amani ipo kwenye kusudi. Haipo pengine popote. Sawa Pastor Isaya. Kwenye comedy. Lakini Mungu hakukusudia hivyo. Sawa Pastor Isaya. Lazima sana. Aise.
Mimi nikushukuru sana. Labda kwa kumalizia tuambie yani kitu ambacho mtu atatoka nacho kwa leo ambacho kitamsaidia sana kuanza mwaka wake vizuri. Yani hakikishe kwamba hatoki nje ya kile ambacho Mungu amemuumba kufanya. Hatoki nje ya kusudi lake. Yani anahakikisha anaishi kwa usahihi kusudi lake. Kipi ambacho unaweza kumwambia mtazamaji wetu? Nitamwambia mambo mawili. Na jambo la kwanza, kwa kifupi kabisa. Kwa kifupi kabisa, njia ya haraka. Yes. Sababu tayari leo nitalenga Yes. Njia ya haraka ya kugeuza maisha yake, cha kwanza aanze na kubadilisha ufahamu. Maisha mtu yanageuzwa kwa anachokijua. Warumi sura 12 mstari wa 2. Yes. Inasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Inafanywa upya kwa maarifa mapya. Cha pili, mtu ambacho namshauri afanye haraka ni kugeuza community ya kwake. Jamii, yani watu waliomzunguka. Yani watu ambao ulikuwa unazungumza nao mara kwa mara kwenye simu, marafiki zako, geuza mtazamo wao, ndio utakuwa mtazamo wako, kwa sababu ukiwa na watu 5 wapumbavu, wewe ni mpumbavu wa sita. Na kusupport ile la kwanza ambayo nimesema kuhusiana na maarifa mtu atayapata kwenye vitabu, na anayeangalia hapa ni ushahidi kwamba maisha yake sio ya kawaida, ni mtu ambaye anabadilika. So ni hayo mawili tu, nashukuru sana. Aise, wewe unayetutazama, hakikisha hii video haikupiti. Hakikisha unatazama na unapata kitu ambacho tumelenga, ambacho Roho Mtakatifu anataka ukipate na uwezo ukakifanyia kazi. Pastor Isaya, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Utakapokuhitaji wakati mwingine usiache kuja. Hii ni maisha ya kusudi. Babangu Dickson aliwahi kusema, ukiamua kama ni mzee unaweza kuwa kama Ibrahim, na kama ni kijana ukiamua unaweza kuwa kama Yusuf. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Kusudi lako, thamani yako.